Jina naitwa Mwalimu Isaac Kamanga. Tulikuwa na somo letu ambalo tunaendelea nao linaitwa kwa nini Yesu alikuja, na hili somo lina vipengele vitano. Na kipengele cha kwanza tulianza juma lililopita ni neema na baraka. Tulisoma neema tukasema ni fadhili au wema wa Mungu au nguvu ya Mungu au uwezo wa Mungu ambao anapewa mtu pasipo kustahili. Yaani mtu huwa hastahili neema. Amen. Huwa hatuistahili neema, ila ni kipawa cha Mungu ambacho anakiachilia kwetu kupitia Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baraka, nikasema huyu mtu mwenye neema Mungu anaweza kumpa baraka. Tukasoma Wafilipi 2:13, tukaona kwamba baraka Mungu anaachilia ndani ya mtu. Kwa hiyo kwa mtu aliyeokoka, neema na baraka uhusiano wake ni kwamba vyote vinatoka kwa Mungu. Amen. Lakini haimaanishi wingi wa neema ndio wingi wa baraka au wingi wa baraka ndio wingi wa neema. Havihusiani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaona watu kadhaa katika Biblia ambao walikuwa wana neema, wengine walikosa baraka. Lakini tukaona wengine walikuwa na baraka nyingi wakapungukiwa, hawakuwa na neema kama wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuliona mtumishi wa Mungu Paulo alifika mahali akaambiwa neema yangu inakutosha na Bwana Yesu. Kwa hiyo neema ndio kitu cha maana sana. Sasa nisichelewe hapo, twende kwenye somo la leo. Kwa nini nimeokoka? Sasa leo tuna maswali mengi na naomba tushirikishane. Kama utakuwa unajua maandiko basi utakuwa unanipa ili tuwe tunajibizana. Bwana Yesu asifiwe sana. Swali la kwanza, Mungu alipomuumba mwanadamu alikusudia afanye nini? Yaani nini kusudi la kumuumba mwanadamu? Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani huyu mwanadamu aliyefanywa na Mungu kwa mfano wake aliumbwa duniani ili afanye nini? Nani anaweza akajibu au akajaribu kujibu? Karibu. Unaweza ukatumia andiko au ukajibu bila andiko. Karibu kwa majibu. Huyu mwanadamu aliyeumbwa na Mungu ameumbwa kwa kusudi gani? Amen. Mtumishi wa Mungu anasema Mungu alimuumba mwanadamu ili mwanadamu amtumikie. Amen. Hiyo ni kwa ujumla. Yaani kabisa Mungu aliumba vitu vyote ili vipate kumtumikia. Amen. Amen. Kuna andiko natupa au unaandika au umejibu tu kwa kutumia uzoefu wa neema? Amen, amen. Basi nakubaliana na jibu lake kwamba Mungu alimuumba mwanadamu, aliumba vitu vyote, si mwanadamu tu, bali vitu vyote vipate kumtumikia yeye. Hata miti, ndege wa angani, samaki wa baharini wapate kumtumikia yeye. Amen. Kwa namna tofauti tofauti. Kutumika si tu kwa kufanya kazi shambani mwa Bwana, hata miti hiyo inamtumikia Mungu kwa namna nyingine. Inatupa kivuli, inamtumikia Mungu kutupa sisi kivuli, mvua na vitu vingine. Amen. Huo ni utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kila kilichofanywa na Mungu ni kwa ajili ya utumishi wa Mungu. Sasa nataka specifically au mahususi, huyu mwanadamu aliumbwa ili atumike eneo gani? Malaika waliumbwa ili wao wanatumwa, wao wanalinda utukufu wa Mungu. Tunajua makerubi wanalinda utukufu wa Mungu, si ndio? Tunajua malaika wapo matherafi wanaomwabudu Mungu, wapo wale wazee 24, wapo wenye uhai wanne, wale makerubi ambao muda wote wao wanaabudu, si ndio? Sasa huyu mwanadamu yeye alifanywa ili amtumikie Mungu kwa eneo gani? Jaribu. Nakaribisha watu wa kujadili. Maana
maana sasa kama hatujui kwa nini Mungu alituumba, manake hatutajua kwa nini tumeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nataka tujadili hapa, hata kama tutaenda na kipindi kijacho, tuelewane vizuri, tutumie na maandiko. Kwa nini Mungu alimuumba mwanadamu? Amen. Hakuna mwingine wa kujaribu. Ni sera. Haujui Mungu kwa nini alikuumba? Amen. Amen. Sio kwa nini amekuokoa, kwa nini alikuumba? Kwa nini alimuumba Adamu? Jibu nalipata unapoanza kusoma uumbaji. Kwa sababu Mungu hafanyi kitu bila sababu. Amen. Amen. Mimi ninapojua kwamba Mungu alimuumba mwanadamu. Ndiyo. Alimuumba mwanadamu cha kwanza ili amwakilishe. Amen. Awakilishe. Amen. Kama anavyosema kwamba yeye anatuwakilisha wapi? Tumwakilishe sisi hapa duniani. Amen. Amen. Lakini pia cha pili, Mungu alituumba sisi ili tupate kumtumikia. Amen. Kumtumikia hiyo tayari tumesema hiyo ni ya jumla, kila kiumbe kiumbe kitumike. Ila mwanadamu tunataka tupate mahususi, huyu mwanadamu aliumbwa ili atumike kivipi? Ndio mmoja umesema awakilishe duniani. Yaani Mungu tumwakilishe duniani, si ndio? Amen. Cha pili alituumba pia ili sisi yaani tuwe kama kiwakilishi. Ndio. Kiwakilishi, yaani tusomeke kama, ndio maana alitupa utashi tofauti na watu wengine, kwa maana kwamba ametufanya sisi watu tofauti ili sisi tumwakilishe yeye. Amen. Ndio ninavyoelewa hiyo. Amen. Amen. Karibu mtumishi wa Mungu. Umesoma hapo mahali? Mtumishi kuna mahali amepaona. Karibu. Amen. Hapa kwa muktadha hapa nisome Mwanzo. Ndiyo. Sura ya kwanza mstari wa 27. Ndiyo. Inasema Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake. Mungu alimuumba. Kwanza kitu cha kwanza kwamba Mungu alituumba kwanza tufanane na yeye. Yaani tumwakilishe yeye duniani kwamba na sisi tunafanana na Mungu. Hapo anasema mstari wa 28, Mungu akawabariki. Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke. Kwa hiyo kwamba Mungu alituumba, kuna kazi ametuma, lakini kuna vitu ambavyo ametuma hapa. Kusoma hiyo Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27 hadi wa 29. Amen. Amen. Jibu linapatikana Mwanzo 1:26 mpaka 28. Amen. Hebu tusome. Afu mimi kuna watu wamechana pale ninapotaka wamechana. Kwa hiyo anasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa bahari na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, mfano wa Mungu alimuumba mtu, mume na mwanamke. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akawabariki, akawaambia zaeni mkaongezeke. Kwa hiyo tumepata jibu, si ndio? Kwa nini Mungu alimuumba mwanadamu, si ndio? Si ndio nisema? Ili tumwakilishe Mungu, tutawale. Kwa hiyo mwanadamu aliumbwa ili atawale. Ndio maana aliumbwa mwishoni ili atawale au atunze uumbaji wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa duniani ndio kusudi la kumuumba mwanadamu, sio chombo cha ibada. Amen. Mwanadamu hakuumbwa awe chombo cha ibada, ila nimesema kila kilichoumbwa na Mungu kinafanya ibada, hata ndege wa angani. Amen. Ila sio chombo maalum kama walivyo matherafi. Amen. Sasa tunajua, sitasoma maandiko tena hapo, tunajua hili kusudi lilipotea baada ya mwanadamu kutenda dhambi. Amen. Yaani baada ya mwanadamu kutenda dhambi kukatokea utengano fulani. Tunafahamu, tutarudia
kukatokea na utengano. Kwa hiyo lile kusudi la Mungu kwa mwanadamu likapotea, kukatokea mtafaruku au kugombana kati ya mwanadamu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kupitia huyo Adamu ambaye asili yake ni Mungu, si ndio? Tunakubaliana? Niulize swali. Adamu alikuwa mtakatifu au hakuwa mtakatifu? Kabla ya dhambi, Adamu aliumbwa katika hali ya utakatifu au hali ya dhambi? Karibu jibu. Leo tunasoma kidogo, ila ni maswali mengi. Adamu aliumbwa katika hali gani, ya utakatifu au ya dhambi? Hamna, mbona ni swali rahisi? Karibu kaka, mshati nyeupe. Sasa hizi nitakuwa na point. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu alimuumba Adamu kwa mfano wake, sababu ni nini? Adamu kabla hajatenda dhambi alikuwa ni mtakatifu. Amina. Hapa tumemaliza. Kwa Adamu alikuwa katika hali ya utakatifu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Adamu alikuwa ni mtakatifu kwa sababu alitokana na Mungu. Asili yake ilikuwa ni Mungu. Amina. Hakuzaliwa na mwanadamu mwenye asili ya dhambi au hakufanywa na Mungu mwenye asili ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa miaka mingi mbele tunafahamu kwamba Kristo alizaliwa, lakini ukisoma ile Yohana 1:1 anasema Yesu alikuwepo tangu zamani, si ndio? Neno la Mungu, si ndio? Alikuwepo tangu zamani, akafanyika kama mwanadamu. Amen. Kwa hiyo naomba niulize swali tena. Je, Yesu alikuwa ni mwanadamu? Yesu alikuwa ni mwanadamu? Na kama alikuwa ni mwanadamu, kwa nini alikuwa ni mwanadamu? Au kitu gani kinafanya Yesu awe mwanadamu? Maana alikuwa ni Mungu, si ndio? Anasema huyo neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu, si ndio? Sasa kwa nini Yesu huyo ambaye ni Mungu tunamwita tena mwanadamu? Swali, Yesu alikuwa ni mwanadamu? Kwa nini wewe unafikiri Yesu alikuwa ni mwanadamu? Amen. Leo ni maswali tu. Tunajifunza kichwa cha leo, kwa nini nimeokoka, ili baadaye tujue kwa nini tumeokoka. Kwanza tunajifunza kusudi la Mungu kumuumba mwanadamu ni kutawala. Amen. Na tumeona baada ya dhambi hatutawali tena, yaani lile kusudi limeondoka. Amen. Hatutawali tena, uhusiano wetu na Mungu ukavurugika. Amen. Sasa Yesu akaja kurudisha ule uhusiano wa mwanadamu na Mungu uliovurugika, ule utengano uliotokea kati ya mwanadamu na Mungu. Yesu alikuja kurudisha au kumpatanisha mwanadamu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anaitwa Mungu pamoja nasi. Yaani yule Mungu ambaye alikuwa pamoja nasi tukatengana, sasa amekuja Yesu ili wanadamu wawe tena pamoja na nani? Na Mungu. Ndio kusudi la Yesu. Lakini tutaona kwa nini Yesu alikuja na kwa nini tunaokoka. Kwa hiyo swali hili nimeliuliza, nilipata jibu. Je, Yesu alikuwa ni mwanadamu? Na kitu gani kinakufanya useme Yesu alikuwa ni mwanadamu au Yesu hakuwa mwanadamu? Karibu. Jaribu. Yesu sio mwanadamu. Amen. Bali alivaa mwili wa mwanadamu ili afanane na sisi. Kwamba alipokuja duniani angekuwa kama amekuja kama Mungu. Amen. Watu tusingeweza kwamba kumwamini kwamba amekuja kutukomboa mama, amekuja na mwili wa Mungu, lakini alivaa mwili wa mwanadamu ili afanane na sisi, ili atukomboe
mwanadamu. Amina, umejibu vizuri sana. Ila naomba niliweke vizuri swali. Nimesema Yesu alikuwa mwanadamu, yaani maana yake kipindi amezaliwa. Amina. Alipozaliwa duniani, unafikiri Yesu alikuwa mwanadamu, yaani kama wanadamu wengine? Baada ya kuzaliwa duniani, kwa nini kinakufanya useme Yesu alikuwa mwanadamu au alikuwa mwanadamu? Unaongezea? Karibu. Yesu alikuwa mwanadamu, alizaliwa kama mwanadamu kwa sababu alizaliwa kama tunavyozaliwa sisi. Alikula chakula tunachokula sisi. Alitembea kama tunavyotembea sisi. Kwa hiyo nasema kama Yesu alikuwa mwanadamu. Amen. Mwingine? Yesu alikuwa mwanadamu. Mwingine mwenye jibu tofauti? Wanajibu wawili hapo, tunatoa jibu kwa mujibu wa maandiko. Amen. Mimi najibu swali kusema Yesu alikuwa mwanadamu. Mimi nakubali kwamba alikuwa mwanadamu 100%. Lakini pia alikuwa ni Mungu 100%. Umejiongea. Kwa hiyo wamejibu sahihi watumishi wa Mungu. Yesu alikuwa ni mwanadamu. Amina. Yaani watu wote waliozaliwa na mwanamke baada ya Adamu wanaitwa wana wa Adamu. Amina. Kwa hiyo na Yesu alikuwa ni mwana wa Adamu, alikuwa mwanadamu, alizaliwa kama watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Swali, kwa hiyo alikuwa mwanadamu 100%. Amina. Alikuwa mwanadamu 100%. Sasa swali lingine, je, Yesu alikuwa na dhambi ya asili? Kwa sababu tunasema baada ya Adamu kutenda dhambi, watu wote wanaozaliwa na Adamu au na mwanamke wanakuwa na dhambi ya asili. Amen. Na maandiko yanatuambia yeye hakutenda dhambi. Je, Yesu alikuwa ana dhambi ya asili? Naomba majibu mawili tunatoa jibu. Anayejaribu, karibu mtumishi wa Mungu Prosper. Huko hapa kwa pastor, karibu. Amen. Yesu hakuwa na dhambi ya asili kwa sababu hakutokana na mbegu ya asili. Short and clear. Kwa hiyo Yesu hakuwa na dhambi ya asili kwa sababu alifanyika kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, yaani alifanyika tofauti na wanadamu wengine. Sisi huzaliwa na mbegu ya mama na baba. Amina. Ila Yesu hakutokana na mbegu ya baba ile ya uharibifu. Tunaelewa biology kidogo, si ndio? Kwa hiyo Yesu hakuwa na dhambi ya asili, lakini kufanyika kwake kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, je, kunamfanya asiwe mwanadamu? Baba, unaweza kuongezea? Yaani wanadamu tunaumbwa na mbegu ya kike na ya kiume. Sasa je, kufanyika kwake kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kunamfanya yeye sasa asiwe mwanadamu kama sisi? Hapana. Amen. Kwa hiyo nataka jibu ni hapana, yaani hakumfanyi Yesu kutokuwa mwanadamu. Amen. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni hivi, dhambi sio kigezo cha mtu kumfanya aitwe mwanadamu. Amen. Maana tuna mwanadamu ambaye alikuwa ni mwanadamu na hana dhambi, alikuwa ni mtakatifu, anaitwa Adamu. Amen. Hawa watu walikuwa ni watakatifu kabla ya dhambi na walikuwa ni wanadamu. Kwa hiyo dhambi sio kigezo au wazungu wanasema condition ya kumfanya mtu maana yake ni nafsi. Amen. Nafsi inaweza ikawa ni malaika, ikawa nafsi yoyote ile. Haifanyi, sio kigezo cha nafsi kuitwa mwanadamu. Yaani nafsi hii ni nafsi ya mwanadamu.
Kwa hiyo dhambi sio asili ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa mwanadamu pasipokuwa na asili ya dhambi. Amen. Kwa hiyo Yesu alikuja kwa namna ya utakatifu ule ule ambao Adamu alikuja nao. Amen. Ili kupitia Adamu yule yule aliyokuwa mtakatifu dhambi ikaingia, ili kwa Adamu kama yule yule ambaye ni mtakatifu kwa hali ile ile dhambi ipate kutoka. Amen. Tunaanza kuelewa kwa nini Yesu alikuja. Na kwa nini Yesu alikuja, si kwamba hakukuwa na mwingine ambaye anaweza kuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilitakiwa tu mwingine yoyote mtakatifu ajitoe, lakini kwa bahati mbaya ukisoma vizuri maandiko anasema, ukisoma Ufunuo mahali fulani Yohana anasema akasikitika sana, maana kupatikana mtu awezaye kukifungua kile kitabu. Amen. Lakini yule mtu aliyekuwa naye akampiga akamwambia, usijali, maana mwanakondoo ameshinda apate kuzifungua zile muhuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Kristo ndiye pekee aliyekuwa tayari kujitoa ili aje duniani apate kutuokoa sisi. Yaani inamaanisha hata malaika angekuwa na upendo mkuu kiasi cha Kristo angeweza kujitoa. Amen. Lakini hawakujitoa. Sasa huyu Kristo akajitoa yeye ili aje duniani sasa aweze kuzaliwa kama mtu. Ndio maana tunasema Yesu ni Mungu 100%. Hata sasa Yesu ni Mungu 100%. Amen. Lakini alipokuja duniani alikuwa ni mtu 100%. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuwa na uweza, yaani uweza fulani ambao ni tofauti na sisi unaomsaidia kuishinda dhambi. Alikuwa na uweza kama wetu, yaani anasikia njaa kama mtumishi alivyosema, anatamani kama mtumishi alivyosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakumbuka ile story ambapo Yesu alienda mlimani, si ndio? Akaomba, si ndio? Kuna mahali fulani shetani alimtokea akasema, kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe haya yawe mkate, si ndio? Si kwamba shetani alikuja katika hali inayoonekana. Yaani ni Yesu alikuwa anatamani. Amen. Alikuwa anatamani yale mawe yawe mkate. Unawatamani wale kuku, si ndio? Au unafika mahali jua limewaka, unatamani upate maji ya baridi, si ndio? Ndivyo shetani alivyomjia Yesu kwa namna hiyo. Kwa hiyo alikuja katika fikra zake, akatamani Yesu, lakini akazishinda zile tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo haji shetani, sababu yeye ni roho, haji kwa namna ya kwamba anaonekana, lakini katika mawazo yako. Kwa hiyo ndio maana anasema linda sana moyo, maana kule ndio uwanja wa vita. Yaani pale anapotoka mawazo ndipo uwanja wa vita ulipo. Amen. Hakuna uwanja wa vita mwingine. Yaani shetani anatuweza kwenye mawazo yetu, maana dhambi inaanzia kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu alijitoa ili apate kuzaliwa kama mtu 100%, ili awe kama Adamu. Kwa hiyo Yesu anaitwa Adamu wa pili. Adamu wa kwanza alituzaa katika mwili, si ndio? Yaani yule ni baba yetu katika mwili. Alafu huyu Adamu wa pili anasema mtu hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu asipozaliwa mara ya pili. Sasa huyu Adamu wa pili aliye mtakatifu, aliye Mungu, anatuzaa katika roho. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hizi tunaishi katika mwili au katika roho? Tunaishi katika mwili au katika roho?
Yaani tunaishi katika ulimwengu wa mwili au katika ulimwengu wa roho? Hilo ni swali rahisi. Karibu jibu. Sasa ndio sana tutakuwa na point. Tunaishi katika ulimwengu wa mwili au ulimwengu wa roho? Karibu. Amen. Tunaishi katika ulimwengu wa mwili. Amen. Yaani hapo umeshamaliza. Tunaishi katika ulimwengu wa mwili. Amen. Lakini aliyetuzaa yupo katika ulimwengu wa nini? Wa roho, si ndio? Kwa hiyo tuna kibarua kimoja. Yaani tunaishi katika mwili, ila inatupasa tuishi kwa namna ya imani katika ulimwengu wa nini? Wa roho, si ndio? Lakini itafika wakati ambapo tutaishi naye katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Utakuwa ni ulimwengu wa mwili, ila ni ulimwengu wa pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutafika hicho kipindi. Kwa hiyo ahadi nyingi za mtu aliyeokoka ziko upande wa pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiona mtu anakuangaisha sana na faida katika ulimwengu huu, hiyo ni injili potofu. Amen. Injili potofu kabisa. Maana Yesu hakuja kwa ajili ya ulimwengu huu. Amen. Aliyeletwa kwa ajili ya ulimwengu huu alikuwa Adamu atawala. Amen. Ulimwengu ujao anayetawala Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumeelewa hapo? Kwa hiyo Yesu alikuwa na asili ya uungu 100% na asili ya wanadamu 100%. Kwa hiyo mtu anakuuliza, kuna mtu aliniuliza, sasa huyu Yesu si alikuwa mwanadamu, sasa kwa nini nyinyi mnamuita Mungu? Kwanza sema Yesu alikuwa na asili ya wanadamu. Hiyo condition kama ni kizungu anasema does not exist saizi. Yaani Yesu saizi sio mwanadamu. Amen. Alikuwa na asili ya wanadamu. Alikuwa na asili ya uungu. Zote 100%. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumesema dhambi iliharibu uhusiano wa Mungu na mwanadamu. Mungu na mwanadamu wakafarakana. Uzima ukatoweka, kifo kikaingia, ule wito wa kutawala ukaondolewa. Amina. Yesu akazaliwa ili sasa uhusiano uliopotea urejee. Ndio inaitwa neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao shetani hajawahi kuipata hiyo neema ya kumrudia tena Mungu. Sasa Yesu kwa nini alikuja? Majibu ni mawili. Yesu alikuja ili kutupatanisha na Mungu, ili turudi katika kusudi la mwanzo, ambayo unaweza ukasoma Yohana 10:10 inasema nalikuja ili wawe na uzima au wawe nao tele, si ndio? Lakini pia Luka 19:10 ile ambayo inasema kwamba anasema mwana wa Adamu alikuja kutafuta kilichopotea. Amen. Manake yale yaliyopotea, yale tuliyopewa yalitoweshwa na dhambi, Yesu alikuja kuyarejesha. Lakini naomba nisome tu vifungu nisome mahali pawili. Tasoma Ufunuo 21 mstari wa 1 mpaka wa 7. Maandiko mazuri sana. Nitasoma haraka. Anasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye
atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, nafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno hayo ni amina na kweli. Amin. Unaona sasa, Yesu kupitia huyu malaika anatoa habari njema, anatoa ahadi ambazo ziko katika ule mji. Amin. Tunaona ile hali ya kwanza iliyopotea, Yesu anairejesha tena. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mbingu mpya na nchi mpya zikashuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaposema tunaenda mbinguni, maana yake tunaenda katika hali ya dunia mpya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda katika ule mji mpya ambao hautakuwa na msiba, hautakuwa na maumivu, hautakuwa na kilio, na ahadi tele na tele. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ni kama bibi harusi aliyepambwa. Amen. Yesu uniongoze, nifike ng'ambo ya pili, alipo bibi harusi, nami niwe mojao. Oh, ewe Yesu, Yesu uniongoze, nifike ng'ambo ya pili, alipo bibi harusi, nami niwe mmoja wao. Ewe Roho, Roho uniongoze, nifike ng'ambo ya pili, alipo bibi harusi, ili nami. Amen. Kwa hiyo huyu bibi harusi ni ule mji ambao anasema upo ng'ambo ya pili, si ndio? Lakini sababu ya pili, ili mwanadamu arudi katika kusudi la mwanzo la kutawala. Ufunuo 22 mstari wa 5. Tasoma haraka. Anasema, wala hapata kuwa na usiku tena, wala hawana haja ya taa wala ya nuru ya jua, kwa kuwa Bwana Mungu huwatia nuru, nao watatawala hata milele na milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kutawala haimaanishi kukaa katika kile kiti cha Yesu, inamaanisha kusimamia uumbaji wa Mungu kama ilivyokuwa mwanzo. Amen. Kutawala vile vitu ambavyo mwanadamu alipewa atawale, yale maisha ya kwanza yatarejeshwa tena katika ule ulimwengu ujao. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo nitamalizia haraka kwa nini nimeokoka. Kwa hiyo mimi nimeandika sababu 4 kutokana na maandiko. Sababu ya kwanza, ili nimpate na kumjua Mungu. Ili nimpate na kumjua Mungu. Ndio maana Biblia inasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu, na yote utazidishiwa. Lakini namba 2, ili nifanane na Kristo katika tabia na maisha. Yaani tumeokoka ili tumlingane Kristo, ili tumlingane, yaani yale maisha ambayo Kristo aliyaishi duniani katika hii dunia yenye dhambi, ili na sisi tumlingane yeye. Ni wito. Lakini ili nishiriki katika ufalme. Kushiriki katika ufalme ni kushiriki katika kazi za Injili na mambo mengine ya ufalme, kuwahudumia wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili ushiriki katika ufalme, maana kama huna ushirika katika ufalme unakuwa umepunguka kwenye lengo la kuokoka. Bwana Yesu asifiwe sana.
lakini jambo la mwisho ni ili hatimaye niishi maisha ya milele, yaani nirithi uzima wa milele na kutawala pamoja na Kristo katika uumbaji wake mpya. Maana nasema nitayafanya yote kuwa mapya. Amen, yote kuwa mapya. Kwa hiyo kumbe, hitimisho sasa, baada ya kuokoka ni kazi. Amen. Yaani katika hii dunia nimejifunza kwamba mtu akiokoka hakuna zile sio anasema pokea baraka, sio pokea nini na nini. Yaani mtu akiokoka ni kazi. Ukisoma haya niliyoandika kipengele cha kwanza ni cha 3, ili nipate kumjua Mungu ni kazi ya kutafuta Mungu, sio? Ni kazi nafanya ili nifanane na Kristo. Maisha ya utaua ni kazi. Amen. Sio rahisi kuishi maisha matakatifu katika dunia hii. Kwa hiyo naona ni kazi. Lakini ili nishiriki katika ufalme wa Mungu, naona ni kazi, yaani ni kufanya kazi, kushiriki katika ufalme wa Mungu. Alafu hii ya 5 ndio malipo. Anasema yaani nisema ili hatimaye, maanake baadaye niishi maisha ya milele katika ulimwengu mpya, si ndio? Maanake malipo ni baadaye. Ndio maana ukisoma Ufunuo 22:12 anasema naja, tazama naja upesi na ujira wangu mkononi, si ndio? Kumlipa kila mmoja sawa sawa na nini? Na kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumejibu swali, kwa nini nimeokoka? Bwana Yesu asifiwe. Nimepata pointi ngapi? Kwa nini nimeokoka? Mimi nimepata pointi. Basi Mungu wa mbinguni awabariki sana. Kuna mtu ana swali? Tamshukuru. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru Mungu wangu kwa sababu umenipa tena kibali asubuhi ya leo kusimama katika kipindi hiki cha kujifunza neno lako. Baba, ninaendelea kuatamia kipindi kinachofuatia. Asante maana umetupa kuelewa kwa sehemu. Tumejifunza kwa nini ulituita, kwa nini tumeokoka. Utusaidie Roho Mtakatifu ili tukazidi kuishi maisha ya kupendeza wewe na maisha sawa sawa na wito wetu, katika jina la Yesu naomba nikiamini, amen.